Ramon TV, habari na burudani. Ngala mchezaji kama unaona kwenye mechi ya kimataifa kajituma, magoli karibu 6 yote kayakosa pale watoto wa Mudi hao. Kwenye mechi ya leo dhidi ya Mtibwa Sukari, magoli karibu 2 matatu anakosa. Watoto wa Mudi akishirikiana na Azam FC yake wafunga madisha. Hao ndio walomloga Dube. Yaani mimi nimekwambia tusimtafute mchawi. Watoto wa Mudi pamoja na wale Azam. Kwa sababu wakati Dube anatolewa kule wapi kule? Kule Azam FC kule. Azam bado walikuwa wanamhitaji. Sema sasa kwa sababu wale kwenye mechi ya kimataifa walikuwa wafiki mbali. Ndio yeye akaamua kuja Yanga. Hata ndugu zake alimwambia nenda kwenye timu ambayo inashiriki kwenye mechi ya kimataifa muda wote. Ndio kaja kola watoto wameumia. Kama unavyoona sasa hivi Dube. Kwa hiyo sisi tuendelea kuanikiza kila mwana Yanga. Amuombe Mwenyezi Mungu, amuombe shetani. Hata mimi nitaenda Iringa kule likoungua shoko kabaki Mpini. Ili mradi ni muongo. Tunajua kule likoungua shoko kabaki Mpini kule kwa Mkwawa kule. Nitaenda kumwombea Dube. Mimi najua kwenye mechi zidi ya nani? Tanzania Prisons wale Nyapalale. Tutakapokucheza tarehe 1 pale mkoani Dodoma. Mimi najua kwenye mechi hiyo kwa jinsi anavyoonyesha performance. Kiukweli mimi nina imani kabisa kwenye mechi hizi 2-3 hizi. Hatujafika hii mechi ngapi kwenye ligi kuu ya 3 tunacheza. Kwa kabla hajafika mechi 5, Dube anakwenda kufunguliwa. Wamemloga nani? Yaani Dube bonge la mchezaji. Yaani yeye mwenyewe unaona anajituma na pambana, lakini watoto wa Mudi hawa jamani. Watoto wa Mudi mwachie Dube. Na nyinyi Azam FC na nyinyi wafunga madishi mwachie Dube jamani, amewakosea nini jamani? Jamani. Mzee wa Kopolo. Watoto wa Mudi wana kibarua na TRA. Kwa wewe unavyoona kwa yule mtoza ushuru watachomoka. Nimekwambia mtoza ushuru anakwenda kujikusanyia mapato mapema kabisa kwa mtoto wa Mudi. Kwa sababu mtoto wa Mudi nimemfuatilia ule mchezo aliocheza na wale watu wa kulala usingizi wale usingizi wale. Mtoto wa Mudi kapelekewa pila Winome pale Benjamin Mkapa juzi. Papatu dela, wameshona dela pale. Sasa lile pila nalijua mimi la mtoto wa Mudi ndio ile pale. Lakini wale walioshinda 3 kule, lile cha kubanga. Sasa mpira ambao unaujua mimi, ule aliocheza kwa Mkapa juzi. Pia kijola. Sasa nikiangalia mpira na wale waliocheza TRA, wale ndio walikuwa wanaitwa Tabora wale. Mechi ya kwanza msimu uliopita walinifungaga mimi. Si ndio wale wanaitwa ndasema medisho TRA. Sasa kama kipindi kile walikuwa wanaitwa Tabora ni moto. Sasa leo wakusanya mapato kama unavyomjua mkoza. Toa ushuru. Wanakwambia jenga taifa kwa kutoa ushuru. Sasa siku itakuwa tarehe ngapi sijui. Itakuwa Alhamisi na waomba wale TRA. Yaani mtoto wa Mudi akikanyaga pale Tabora, yaani wamninginize kivyovyote. Wale mradi wachukua ushuru wao. Mtoto wa Mudi achomoki hiyo mechi. Kwa pila maptatu pila gimbi. Ana pila gimbi yule baba. Tena yule kama atamshindwa, yule mimi nitaenda kumuonyesha siku ya tarehe ngapi. Kwa mwezi wa 10 nakutana naye mimi kwenye ligi kuu yule. Yule pila tatu pila gimbi yule. Nitakutana naye mwezi wa 12. Naenda namnyosha yule. Lakini kwenye mechi ya TRA, mtoto wa Mudi aende kutoka. Na hata kwenye hatua makundi, baba yule atoboi yule. Hafiki mbali, robo afiki hatua makundi anaishia hii kaka. Kaka, ana mpira na maajabu kaka. Bwana mimi naendelea kula mua kaka. Bwana sasa mimi nikuache uendelee kutafuna miwa bwana. Shukrani sana. Bwana ngombe miwa mitamu. Kaka. Kaka bwana. Leo na miwa? Bwana miwa mitamu kaka, miwa mitamu kweli sasa. Miwa mitamu. Miwa mjini. Bwana unajua Mtibwa Sukari walikuwa wametupotezea vitu adimu. Sasa walivyorudi leo sasa kwenye ligi kuu Tanzania, maana unajua walikuwa wameporomoka unajua. Kipindi wapo kwenye ligi kuu Tanzania bara, tulikuwa tunakula sana miwa. Wakija hapa tunakula miwa, tukienda kwa tunakula miwa. Sasa waliporomoka kama rais wote Tanzania kakosa vitu fulani hivi mwilini. Ila madam amerudi msimu huu. Kama unavyoona nimemshamkaribisha kwenye msimamo wa ligi kwamba msimamo wa nimemkaribisha kwa mwendo wa bodaboda. Kwa hiyo mimi kama rais wa Tanzania naendelea kula miwa namna hii. Ni kama mua leo ni mgumu kidogo. Hamna sio mgumu. Hii inaitwa survive game. Unajua huyu ndo mara ya kwanza leo kuja kwenye uwanja wa Jangwani 5 Square. Kwa sababu msimu wakati yupo Mtibwa Sukari, huu uwanja ulikuwa hujajengwa. Nilikuwa namkungutia kwa Mkapa, nilikuwa namkungutia kule Chamanzi kule. Sasa leo amekanyaga mara ya kwanza kwenye uwanja wa Jangwani 5 Square. Yaani square huko wapi? KMC Mwenge. Kwa hiyo nimemkaribisha, nimempa bodaboda. Kwa hiyo bodaboda nimempa maalum kwa ajili ya kutembelea kwenye msimu wote atakao kwenda kumaliza kama tutaba. Maana unajua sijaelewa sasa msimu huu kama hii miwa itakoma mpaka msimu ujao sijui tuendelea kuwa naye. Maana kule nyumbani kule miwa na nyewe kiwaga miteke unaitaga vitindi. Sasa safari kidogo sitakuwa imekoma, lakini inaonekana ina sukari kipindi hiki kama amekuja kivingine hivi. Kwa sababu namna kama umeona utofauti. Kama wanaleta chachu fulani hivi kama una utamu hivi, lakini waomba wakomeli tuendelee kula miwa. Ila kikutana na mimi, kaka mimi kula miwa tu. Labda atasumbua watoto wa Mudi, Azamu. Hao ndio watasumbua, lakini kwangu mimi, kutana na mimi kazi yangu kuingia kwenye mashamba miwa na kula miwa tu kaka. Kwa kama mnavyoona naendelea kula miwa. Sema sasa hapa kuna watu wanataabika. Kwa sababu tuliwaambia kipindi kile wakati anaongoza ligi kuu Tanzania bara, tuliwaambia pigeni selfie za mwisho huko juu na mpige mpaka na picha mweke vyumbani. Wakawa nabisha. Sasa leo hii kumwangalia mtoto wa Mudi yuko mabonde kuinama kule. Sasa nasema namna hii. Haiwezekani ligi kuu. Mimi bingwa uwanja niongoze ligi kuu, hata wala nje waongoze ligi kuu. Ligi kuu ina hadhi yake ndugu zangu. Sijui ndio wanazaje. Hebu angalia ile migoli. Umeona migoli ya Mohamed Salah kule. Umeona migoli ya
Kuanzia hapo kwa Mohamed Hussein. Mohamed Salah, malizia Mohamed Salah. Ukisema Mohamed Hussein anapatikana mtaani kaka. Mbona mvuze? Ana cheo chake anaitwa Mohamed Salah. Vipi kaka? Hebu angalia ule mgoli ule kaka. Ukienda benki unapata mkopo moja kwa moja. Mgoli wa Winome ule kaka. Mita 200 imo kaka, hatari ujue ile. Kuna namna mnajivunia usajili wa Mohamed Hussein. Watoto wa Mudi watataabika kweli na wako mtaani wanateseka. Unamwachaje mchezaji kama yule? Kwanza yeye mwenyewe alivyokuja kwa akasema bora niende kwa mabingwa wa nchi. Mimi naenda kwa watoto wa Mudi ambao Yanga anakwenda kuchukua ubingwa mara 10 mfululizo. Hebu angalia kipindi kile wakati kwa watoto wa Mudi wanamgia kapu la pointi 3 lile au kapu la nani la vikombe ambao kikombe kapu lenyewe liko hewa. Hamna hata kikombe. Sasa wanamgia lile gudulia lile wanabeba kikapu chenyewe kimeshona na nani na viroba. Wanakwambia beba hilo. Lakini huku tunaona alivyoingia tu ubingwa, alivyoingia changao. Haya leo man the match kwenye mechi mgoli wa Winome ule kachukua man the match. Mtaje mwaka gani akiwa kwa watoto wa Mudi kula shauri kuchukua man the match kwenye mechi? Hakuna. Lakini unavyoona bwana unaona ule mgani unajua unaitwaje ule? Acrobatic. Unaona jamaa taratibu mzee. Umesema ile goli ni nini? Ule mgoli wa Mohamed Salah unaitwa acrobatic. Sasa wewe maana acrobatic huwezi kuelewa. Nenda Cuba kule ukasome ndio utajua maana Cuba manake ni nini. Kaka. Celestine kuwa. Mama. Nimekwambia wote wamebadilika majina. Aitwa kuwa kaka, anaitwa Chavichamvi Washa. Hebu angalia ule mgoli mita ngapi bado ukipima? Baba ule mgoli umetoka mita 800. Golikipa alivyochungulia hivi, ule unaitwa mkuki wa sumu. Ule yani kama ni silaha AK47 ya kuulia tembo. Kaka baba magoli ya leo, magoli ya leo ya Uyangasire yani kama kulikuwa kuna kesi huko mtaani ukienda kituo cha polisi ukienda na ile migoli. Kama kuna ndugu yako alikuwa kafungwa, anapata msamaha kupitia ile magoli kaka. Magoli yote acrobatic kaka. Hatari kaka. Unaona Dube? Kwanza ndugu yangu umeuliza sehemu ambayo umenitekenya hata mimi rais wa Tanzania aliyemloga Dube. Tunaomba tafadhali. Tunaomba muachie kabla hatujafanya maamuzi wananchi. Dube Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.